mtoto wake mdogo. Huyu ni sister, huyu mtoto wake. Ni maombi. Huyu ndio ule mtoto alipata akiwa shule. Huyu mtoto alipata mtoto akiwa form 3. Weka dada yangu na mtoto wake kwa kitanda, ila kitanda mimi huyu nikikuja huwa ninalala. Hii ni heshima gani unanifanyia Sam? Juzi nimekukuta na vitu kama hizi. Hata siku hazijaenda, tena umerudia. Ni nini hawa wananiambia sasa? Nyumba nimenunua na pesa yangu nakuja kufanyia hapa mambo yako ya uchawi. Toka hizo na hao watu wako na uende huko. Nyumba yangu nakuja kufanyia vitu za uchawi hapa. Haya, ni sawa. Ni sawa. Hata unaibu. Nikosea heshima kabisa. Tunaenda. Nataka nijue huyu ni nani amelala hapa. Umenipigia saa ngapi? Nieleze huyu ni nani amelala hapa chini. Na ni nini anafanya hapa chini? Na huyu amevaa nguo nyeusi ni nani? Huyu ni nani amevaa nguo nyeusi? Wewe ni nani? Ona. Fanya hivi. Mbona unani question kwa nini? Wewe tulia kwanza. Tulia. Fanya hivi. Twende hapo chini tuongee. Mimi sitaki damu kwa kike hapa. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, ni siku nyingine njema sana. Tunarudishia Mwenyezi Mungu shukrani kabla ya chochote. Na hapa guys, niko na daktari hapa, niko na Maureen yako hapa. Hapa najua watu wanajiuliza tuko wapi, lakini kwa wale ambao walifuatilia video ya kwanza, wanajua mahali tuko kwa Maureen. Na tumekuja tumeandamana huku na daktari alituambia kwamba tunafaa tufike huku leo kwa sababu kuna vitu ambaye anaona zenye haziendi vizuri kulingana na vile anachunguza mambo yake. So ndio maana tumechukua nafasi ili tufike huku tujue mambo yanaenda namna gani. Maureen mwenyewe pia tangu akuje hajawahi kuwa na nafasi kwake. Hajawahi pata nafasi yoyote kwake. Kutoka vile tulitoka ile siku na ndio amerudi leo. Sijui kama ushawahi kuja kurudi tena kutoka ile siku ambayo tulitoka huku ya mwisho. Utaelezea watu pia, si ndio? Ya uko aje Maureen? Niko salama sana Binai. Mambo inaenda sawa? Bado haijakuwa sawa. Hata tangu ile wakati tulitoka hapa hata sijarudi. So hata sasa bado sijui nini kinaendelea. Ndio sababu nimesema leo tena tukuje tuone ni nini kinaendelea. Mambo itakuwa sawa Maureen? Sawa. Daktari uko aje? Yes, mimi niko salama. Nashukuru Mungu. Ni siku nyingine. Hii safari ambayo tulianza na huyu msichana Maureen. Na unajua kitu, mimi nikianza lazima nitembee na yeye na mpaka nimkamilishie mambo yake. Na mimi nashukuru kwa vile ananisikiza na vile mambo ambayo namwambia anafuata vile namwambia. Na nilikuwa nimemwambia kwamba hii nyumba asirudi hapo tena. Sababu unajua hajatakazwa na hana kinga yoyote ya mwili. Unajua kinga ya mwili ni kitu ya maana sana. Ukikosa kinga ya mwili utaenda mahali huwezi jua ni nini iko hapo. Unajua ukiona tu labda utakuja uingie, ujue hii nyumba imekuwa inafanyiwa nini. Na hali ambayo mlipata watu wakiwa kwa hii nyumba ndio ambayo ilifanya pia mimi naye nikataze na mimi nashukuru alinisikiza. Hata kama ulisema umekuwa unalala wapi? Sijakuwa nikilala huko. Nimekuwa nikilala mahali pengine. Hiyo ni vizuri. Unajua ukisikiza mtu, sababu unajua kuna watu wengine unaweza waambia vitu na wapuuzie sababu ya hasira. Labda ako na hasira akuja afanye vitu na kinyume vile umemwambia, na mwisho ikuje muharibikia, anza kuleta lawama, aseme daktari huku nisaidia, daktari najutia. Mambo kama hiyo ndio ambayo sikukuwa nataka. Lakini mimi unajua mambo yangu huwa nafuata procedure. Naenda moja kwa moja, hakuna kitu ambayo huwa nataka nibakishe nje. Na vile nimewambia tukuje huku leo, nimetaka nikuje tutakaze hii nyumba. Na kuna vitu zingine ambaye labda niulize tu yeye swali moja mbili kabla tuendelee. Maureen, labda umeongea na wazazi kuwaelezea mambo ambayo ilikukuta dada yako? Labda umepiga simu nyumbani kuongea na baba? Nimeongea na wazazi, lakini sasa pia walikuwa wanangoja, juu nilikuwa nimwambia pia nimeongea na daktari. Walikuwa wanangoja kwanza wasikie daktari atasema nini. Sasa wanasema aje upande wa wewe na huyu dada yako? Sababu unajua mimi nataka nijue baba wazazi wameamua namna gani upande wa wewe na huyu dada yako, na hii mambo yote ambayo anakufanyia. Sababu unajua lazima wajulishe kwanza. Usifanye tu vitu labda kitu kingine kitendeke waanze kusema. Unajua wazazi huwa wanatetea watoto yao. Unajua hivyo. Ataanza kusema ungenihusisha labda vitu kama hiyo. Vile anasema yeye anasema namna gani? Unajua hata tangu venye mambo inaendelea, dada yangu hata hajaonekana nyumbani, hata ashiki simu ya mtu yoyote kutoka nyumbani. Sasa hata wakati alikuwa anapigiwa, alikuwa ashajua already
ni nini ataulizwa. So hajapatikana kwa simu ataulizwa hii maneno. Lakini nafikiri pia ni ile pia kuna venye pia ana feel guilty pengine kwa upande wake sijui, lakini shida yeye vile niliangalia na hata vile uliona alikuwa anaongea ni kitu ambaye anaongea kitoka moyoni, si ati anaongea sababu ya hasira ama sababu ya nini. Ni kitu ambaye anafanya kitu ambaye anajua. Sasa hakuna hapo ati ana feel chochote. Anafanya vitu ambaye anajua. Unajua mtu akifanya kitu ambaye anajua huwa hajuti. Yeye hajuti chochote. Watu walijaribu kumpigia hata simu lakini hakukuwa anashika. Sasa sijajua ni nini bado anataka. Sasa ndio nilikuwa nataka nijue hao upande yao wanasema namna gani, sababu unasema ulikuwa umeelezea hii mambo yote na kila kitu ambayo umepitia hapa. Sasa hao wamesema namna gani, labda ndugu yako na wazazi, upande wa wazazi huko wanasema nini? Mimi wakati niliwaelezea hata walisikiza na hii mambo haijawafurahisha. Sasa walikuwa tu pia wako kwa upande wangu wa kusema tuachane na Sam. So walisema kama mambo imefikia mahali iko saizi, walikuwa wanaonelea pia tuachane na Sam sababu hajajiheshimu na pia hajafanya kulingana na venye alikuwa amepromise. Alafu tena pia wako wanajua uhusiano wake na dada yangu pia kama bado walikuwa kwa mahusiano. Hayo ndio mimi nilikuwa nataka nijue kabla sijaendelea mambo mengine huku mbele, sababu unajua labda naweza fanya kitu, labda unajua wazazi waanze kukasirika, mbona waanze kunafanyia mtoto yetu hivi, labda waanze kukuwekea wewe lawama, waseme kwamba ungetuhusisha sisi kama wazazi ama sisi kama familia. Ndio maana nilitaka nijue hiyo kwanza, lakini kama umesema uliongea nao na hao pia wako upande yako, mimi hapo sasa umenipea okay kufanya kazi, si ndio? Sawa, sasa mimi kitu ile ambaye nilikuambia na vile nimekuelezea, nimetaka nikuja nikutakazie hii nyumba yako, sababu hii nyumba imewekwa mitego kila mahali. Mitego imeanzia hapa kwa geti mpaka huko ndani. Sababu unajua tangu uingie hapa na tangu wajua umekuja hapa, hii geti ukiruka tu wewe unakufa. Sijui kama unajua kitu kama hiyo. Na sijajua hivyo. Mitego kila mahali, na hata kitu ya kwanza ile nitakuonyesha, kuna hiyo kitu ambaye imepakwa hapo. Hii kitu hii ambayo nataka nikuonyeshe, hii usione ni kitu ya kawaida. Hii ni dawa wamepaka hapa. Kwa hiyo sio kitu ya kawaida daktari. Hii ni dawa. Si hata unaona. Unajua sasa ndio maana nilikukatasha kwamba usikuja hapa uingie hapa ndani. Mimi nataka tuingie huko ndani, na kabla niingie labda nianze. Na tukiingia daktari hakuna kitu itatufanyikia. Ukiwa na mimi kwanza kuwa na uoga kama wamepaka vitu mpaka kwa gate. Amini daktari Morin. Okay. Ukiwa na mimi, na mimi kila kitu itakuwa sawa, na mimi ndio nimekuleta huku. Hakuna kitu kibaya ambayo itakutendekea wewe ukiwa na mimi. Hii laana yote, dawa yote ambayo wametega hapa mimi naondoa. Hii boma ni yako, sababu hii boma huku ipata rahisi. Naona vile ulingangana sana. Naona vile umejisukuma, umejinyima. Jua mtu akiona huko na mali kama hii, anadhania labda hawezi jua historia yako ya nyuma. Hawezi jua ulitafuta namna gani. Yeye anaona tu vile uko nayo. Mimi naona vile umeipata kwa shida. Sababu hata naona ulifanya maamuzi ambayo wewe mwenyewe pia unajutia ndio upate vitu kama hizi, si ndio? Ili uondoke kabisa, kwa sababu hata naona sijui kwa nini zingine najiuliza ningebaki tu huko mahali nilikuwa, kwa sababu naona niliuza hata vitu huyo bwanangu alikuwa ameniachia ndio niongezee pesa ninunue nyumba, lakini hata na regret sana. Afadhali hata ningebaki, nasemanga afadhali hata ningebaki tu huko sasa. Imetendeka na hakuna vile utarudi nyuma, mambo imetendeka. Hii ishatendeka. Hii geti nimeweza kuitakaza. Sasa fungua tu, unaweza fungua tuingie. Tufungulie tu Morin. Ungeingia hiyo wakati ungemaliza siku mbili, ndipo hawa singekuwa wewe ulienda. Ungekuja tu uruke hii gate bila mimi. Sasa hii haina shida, wewe fungua tu. Unaogopa? Naogopa hata kuifungua. Usiogope, fungua tu. Fungua. Ingia huko ndani. Daktari, sisi tunatangulia ama wewe? Acha mimi nitangulie. Acha daktari atangulie. Morin anaweza ingia sasa. Usiogope Morin, mambo itakuwa sawa. Ingia tu. Naona una bomba mzuri sana. Lakini hii huwezi achilia tu hivi ipotee namna hii. Naona una bomba mzuri. Mimi nakupongeza kwa hii bidii yako ambayo unafanya na kujituma.
Uliitikia tu kukuja kunisaidia daktari. Mimi mambo yako mimi vile huyu kijana alikuwa amenigusia na unajua nilimwambia kabla afanye kitu mpaka anigusie kwanza, na vile niliangalia niliona kweli unahitaji msaada, sababu hao watu wamekupangia vitu vingine mingi sana. Ni vitu mingi sana wanataka kukutumia. Yaani wewe uko unatoa tu pesa unaenda huko nje usiwahi rudi, uko unajinyima tu huko hivyo unafanya kazi usiku na mchana. Pesa yote unasukuma huko. Unasukuma tu huku, watu wanafanyia mchezo ni kukula tu starehe na kujificha kwa neno. Naona sasa hiyo ndio kitu ambaye amefanya. Nilikuwa pia nataka unisaidie kabla hata sijarudi, sababu hata muda wangu najua pia si mwingi sana. Utanisaidia tu nirikave hizi vitu kwanza kabla nirudi. Sana sana hii nyumba. Mimi hapa nikiwa hapa kila kitu wewe amini itakuwa sawa. Na mimi nikikuhakikishia kitu jua nimeona mbele, na kazi yangu si ya kubahatisha, sababu watu wengi wako na ushuhuda yangu, si wewe peke yako. Na sababu unasema huo unanifuatilia, umeona vile mimi huwa nafanya kazi. Mimi nakuamini sana. Nakuamini daktari. Sio mchezo. Ndio watu labda wanaona vile nimekaa namna hii wananidharau, lakini mimi nikiamua kushughulikia wewe hii mlango huku pia huku ndani kila mahali nilikwambia mitego ile imewekwa huku. Ningekuwa ukiingia kwa hii boma ungemaliza masaa 24. Hapa sasa nikifanya hivi uko na uhuru wa kukuja hapa. Uko na uhuru ya kuingia hapa. Hakuna kitu yote ambayo itakufanyikia. Hapo ukikuja sasa jaribu kufungua tu mlango. Tuingie ndani. Nataka tu ufungue tuingie ndani. Nimalize hii kazi ya leo. Nitakaza hii boma yako leo. Usikuwe na uoga. Wewe fungua tu tuingie. Nimalizie wewe hii kazi yako, sababu mambo ya kukaa huko ukilipa rent huko hivyo na huko na boma kubwa namna hii. Acha tuingie tu ndani. Kuna mtu? Hata nashangaa kuna mtu. Utaingia? Shughuli yote mimi. Unajua mimi hata nilikuwa nimeona pia niliogopa ile siku. Mimi naogopa, sinaona hata naogopa hata kufungua mlango, lakini tuko na daktari. Hii mimi ukiwa na mimi mambo yako yote mimi nashughulikia. Uko na nyumba mzuri sana. Uko na nyumba mzuri, mimi nakupongeza. Mimi nataka kuna hizo light, tunaweza washa hizo lights nani? Hakuna mtu huku. Daktari watu hawako hapa. Kuna vitu ambaye nataka niwaonyeshe. Unajua mimi kazi yangu na kuanga nimeweka mpangilio. Nikifanya kitu mimi huwa nakuwa na sababu. Na hata vile tumekuja hapa niko na sababu. Sababu ambaye inafanya niwalete hapa. Kuna vitu ambaye inaendelea kwa hii nyumba na ambaye nimetaka niwadhibitishie muone ni nini. Na kuna mambo mengi sana ambaye nataka mshuhudie. Ujue huyu pastor ni nani, sababu yale yamesemwa na kuna yale ambaye nataka niwaonyeshe mimi mwenyewe ili mjue ni nini ambaye huwa naongea. Mimi nataka nitakaze hapa, alafu nataka tuende niwapeleke mahali. Kuna vitu ambaye nataka mjionee kidogo. Unajua mimi huwa nikifanya kitu na kuanga nimeweka mipangilio. Nijue hii nitafanya hivi na hii ndiyo itakuwa matokeo. Nataka nitakaze hii nyumba. Huyu Maureen akiu kuja ukae kwako. Usikuwa unapewa vitisho. Unakaa kama mkimbizi na hii boma ni yako. Nilinunua na uchungu. Unaweza kaa kama mkimbizi na hii boma ni yako, hii pesa ni yako. Ni mali yako. Uko na haki. Mimi nataka tuende mpaka kwa room. Kuna vitu ambaye nataka niwaonyeshe. Kwa room juu. Unamaanisha room gani, daktari? Hiyo bedroom yako tu. Ndio ambaye nataka ni tuende mpaka. Lakini kuna watu hapa daktari. Nataka muone nini ambaye niko naongea. Mimi nikisema hivyo. Ile room tulipata, kuna ile tulikuelezea tulimpata last time. Nataka tuende mpaka huko.
Tuende mpaka huko, kuna vitu ambaye nataka nimalizie, kuna kazi ambaye nataka nimalizie hapo. Kuna mambo mengi ambaye iko kwa hii nyumba. Unajua mita yangu inashika na mimi nikikuja mahali sikuangi wa kubahatisha na kuanga na sababu. Panda tu tuende hii saa hii nimeweza kuitakaza. Nilikuwa naomba ukue mbele. Hakuna kitu kibaya. Pita tu ukue mbele tafadhali. Ndio in case of anything kama kuna kitu yoyote urecord. Tunaweza kujua. Usio na wasiwasi, msiogope. Hii nimeweza kutengeneza na hata mkiwa na mimi kuna kitu kingine ambayo itatendeka. More ni usiogope, naona una wasiwasi. Unakaa muoga. Unakaa muogopa sana. Sababu ndio maana nilikuambia kama una moyo nikusaidie, ukasema daktari mimi niko sawa. Si hivyo uliniambia? Lakini naamini utanisaidia hata kama niko na uoga. Kwa hivyo kapo daktari. Nataka nitakaze kila mahali. Nataka nitakaze huko. Hii boma ya Morin. Morin, nataka unifungulie hiyo mlango. Nimalizie kazi ambayo nimekuita hapa uone nini ambayo inaendelea kwa hii nyumba yako. Sababu hii boma ni yako, si ndio? Na una haki ya kukuja masaa yoyote, kufanya kitu chochote, na kitu ambayo inaendelea lazima wewe ujue, si ndio? Sababu kitu iweze kuwa inaendelea kwa boma yako na ujue ni nini ambayo inaendelea. Ndio maana nimetaka nikuite hapa. Wewe mwenyewe ujionee nini ambayo huwa inatendeka kwa hii nyumba yako. Nataka unifungulia hiyo mlango Morin. Usiwe na uoga, nimetakaza kila mahali. Unifungulia hiyo mlango Morin. Usiogope Morin, fungua tu, usiogope. Sasa una daktari umeniambia niingie hapa, una vitu zinaendelea hapa daktari. Daktari, unaona vitu vinaendelea hapa kusema ukweli. Nini inaendelea hapa daktari? Mimi sababu nilikuwa nimekuambia mimi sitaki kuingia kwa hii room. Unaona last time ilifanyika, unaona tena imefanyika. Nini inaendelea? Imefanyika tena. Why you people interrupt? Unaona tena imefanyika. Ile mambo hata wewe dada yangu unafanya nini hapa? Mimi si dada yako. Mimi si dada yako. Nini? Wewe kweli Johnny dada yangu. Ona hata huyu ni msichana wao. Ona huyu ni msichana wao. Unasema hivyo. Hata tunasema wewe ya kiroho. Hii wewe mama yako kwa kitu kimoja. Hii na mama yako. Nani atakuingilia? Hata kwangu unakuja hadi kwangu kusaidia. Nimekusomesha. Wewe elewa. Tuko na takasa kama tuko na shughuli zetu. Hadi nyumba yangu unanifuata mimi hapa. Unaona anasema hii ni nyumba yake na hii ni nyumba yangu. Hii itawezekana. Au unanifuata hapa kila mahali. Why you people interrupting? Nikuulize. What are you up to? Shida yako ni nini exactly? Shida yako ni gani wewe? Wewe kazi yako ni kukuja hata wakati huhitajiki hapa. You can't even get the door. Unataka hapa ndani. Ndio maana niko hapa, Tumezaliwa na yeye. Hata amepigiwa simu na wazazi amekataa hata kukuja nyumbani tuongee hiyo maneno. Aniambia huyu ni mtoto wake mdogo. Huyu ni sister, huyu ni mtoto wake. Huyu ni mtoto wake. Ni maombi. Huyu ndio ule mtoto alipata akiwa shule. Haya ni maombi. Huyu mtoto alipata mtoto akiwa form 3. Hii ni maombi ya utakaso ile tunafanya saa hii. Na tunajua kwa nini hiyo maombi tunaifanya. Habari ya leo. Najua hata wewe ni rafiki yangu. Hujanisalimia na umeniona. Nikusalimia kwa nini in such a condition? How do you want me to say hi to you? Nikusalimia kwa nini? Kwa nini hata wewe hauna aibu? Wewe hauna aibu. Alafu ya video kitu ulifanya. Sasa umerudia. Sisi ni wageni. This is a service. Hii ni ibada. Umeharibu ibada. Unafanya maombi kwa kitanda yangu. Hii ni utakaso ulikuwa unaendelea na umeuharibu saa hii. Umeharibu. Naomba tu kidogo mnipe nafasi niulize tu swali. Mimi nashukuru kwa hiyo utakaso ambayo mmekuwa mnaendelea.
Na ndio maana Maureen nilikuambia tukuje hapa, kuna vitu ambaye nataka nikuonyeshe kwa hii nyumba yako. Na mimi nashukuru wewe mwenyewe umeona ni nini ambaye iko hapa kwako na ni nini ambaye inaendelea hapa. Hii ni maombi ya aina gani ambayo mmekuwa mnaomba? Kazi yako ni kufuata watu. Nyumba ni yangu, nyumba ni yangu. Hii nyumba ni yetu. Wakati huu nyumba ni yetu. Nyumba ni mimi na pasta. Mimi na mume wangu. Nyumba ni pesa nyingine niliuza. Nyumba ulinunulia washirika. Hii nyumba ulibaia washirika. Swali yangu ni moja. No, it doesn't matter. No, why would you interrupt us katikati ya session? Hii ilikuwa ibada hapa. Ibada ndio ilikuwa inaendelea takatifu. Wewe venye umeingia hapo ndani umeuliza what is happening hapa kweli? Umenikosea. Umenikosea. Unakuja kwa nini? Unakuja hata kwa nini? Unaweka dada yangu na mtoto wake kwa kitanda. Ila kitanda mimi huyu nikikuja huwa ninalala. Hii ni heshima gani unanifanyia Sam? Juzi nimekukuta na vitu kama hizi. Hata siku hazijaenda. Tena umerudia. Mtumishi wa Mungu anafanya utakaso kila wakati. Kila wakati aje. Mimi hata nilifikiri pengine umeacha Sam. Nini unanifanyia kweli? Pastor, hii ni nini sasa hii unafanya? Nataka tu uelezee watu wajue, sababu unajua hata pia Maureen yako kwa giza anashangaa. Nataka tu muelezee hii ni nini ambayo imekuwa inaendelea hapa ndani na mbona ufanye vitu kama hii ukiwa Daktari, mimi umenikwaza sana kwa roho sana. Mimi niko na swali moja. Every time sisi tunakuwa na session maombi, you always come to disrupt us. Kwa nini? Shida iko wapi? Ni maombi gani mnafanya mkiwa na towels uchi na nini pastor? Na ni maombi gani? Alafu maombi gani mnafanyia kwa kitanda? Maombi ya utakaso. Maombi gani mnafanyia kwa kitanda? Usiende kuombea huko. Mbona msiombee sitting room? Aina mingi, kuna utakaso aina mingi. Hii yetu ilifaa ifanywe hapa. Kwa bedroom kwa kitanda. Ilifaa ifanywe hapa. Yes. Na hata kama tungeenda pale kwa sitting room, bado tungefika pale mngetuliza, mbona tufanyie hapa? Mbona tukupate huko tukuulize ukiwa pale. Maombi ya familia lazima ifanywe hata kama ni kitandani. Wewe ni mtoto wangu. Huyu ni mtoto wako madam? Huyu mtoto wangu. Mtoto wako ndo mnalala na bed moja mkiwa uchi. Hiyo ni maombi. Last time tukifanya utakaso, tukifanya utakaso last time tulifanya kwa hii room. Na nikasema last time hii room ndo naijua spiritual level yake na network iko juu. Mbona utakaso wako ufanyi na wanaume? Mbona unafanya utakaso na wanawake peke yake? Utakaso ulikuwa ni wa familia, mimi na mume wangu. Yes. Mimi na mume wangu na mtoto yule pale. Kuna utakaso ambao ulikuwa unafanywa ambao ulikuwa ni wa maana sana. Yes. Umeingilia kati ukaharibu na italeta madhara mingi sana kwa sisi wote hapa. Maureen, kila mara yangu mmenikosea. Kila mara you are distracting our prayers every now and then. This is not the first time you're doing it. Not the first time. Surely. Lakini zangu mtanipatia na muende. No. For how long do you want us to tolerate you? Wewe ndio daktari wako huyu mkora, ujambazi, mchawi huyu. Wewe hata hauna haya. Umeweka dada yangu kwa kitanda moja. Hauna hata haya. Sasa nikuulize, you want me to be embarrassed kwa nini? Mimi nafanya kazi yangu peke yangu. I'm just doing my work. I'm doing the Lord's work. Mimi hujawahi nifanyia. Unataka utakaso? Umeniuliza utakaso yote kweli? Sasa you want me to keep? Sasa unataka nikupatie kitu nyewe hujaniuliza? I have to give you something that you've asked for. Haujajiuliza kitu? Unataka salvation? Kuna vitu ambayo hapa ndani. Kuna vitu ambayo naona hapa ndani. Kuna vitu ambayo inaendelea hapa ndani. Na mimi nashukuru kwanza tumefika siku ya leo. Na hata huyu mtoto nikiangalia, mimba ya huyu mtoto ilienda wapi? Unasikia? Umesikia? Mimba ya msichana ilienda wapi? Mimba ya nani? Ya ule mlikuwa na yeye. Sumuulize. Si yako hapo? Mimba ilienda wapi sister? Pastor amekuja hapa kunitakasa. Roho imemtuma na hitaji usaidizi. Kabisa. Uko comfortable kulala na mama yako kwa kitanda moja mkiwa na pastor mkiwa uchi? Roho imemtuma kuja kunisaidia. Amesikia na hitaji usaidizi. Maombi inasema kwamba mlale kwa kitanda mkiwa uchi. Mungu akimtuma akimwambia roho imesema ni kwa kitanda ni kwa kitanda. Roho ikisema ni kwa bafu ni kwa bafu. Kabisa. Kwa hivyo hata daktari unasema huyu mtoto mimba ambaye alikuwa nayo imetolewa sacrifice. Sababu hiyo yote ni vita ya kupigana na wewe. Huyu mtoto hata vile yako hivi na mambo ambayo anaongea jielewi, sababu amechanganywa. Yeye anaona tu hako sawa. Mtoto hajakuwa hivyo, hakukuwa hivyo daktari. Yeye anaona tu vitu ambayo anafanya iko sawa. Yeye anaona tu vitu ambayo anafanya ako sawa. Sababu hata ukimuuliza atasema tu hii ni kitu ya sawa ambayo anafanya.
na mimi simlaumu. Mimi watu ambaye nalaumu ni hao wazazi, sababu hao ndio wanafanya huyu mtoto akue katika hii hali. Wewe daktari, unataka tuambie wako ni gani exactly wewe? Nyinyi wawili hakuna kitu mtatuambia. Nyinyi ndio watapeli, hakuna. Nyinyi ndio mmeingia kwetu, mmetuleta nini hapa? Mmekuja nini hapa? Tutavurugana hapa sasa hivi. Tutavurugana. Kwanza wewe unapenda sana kuja wakati wa utaji. Ukitaka vita tutakuja wakati wa utaji. Tutawakemea. Ndio mtajua. Mashaitani yenu mtaka mpeleke na huko. Mashaitani mtamtoa wewe. Morin achana. Morin achana vita. Unajua wewe ni dada yangu wewe, umenikosea wewe. Unajua wewe ni dada yangu wewe. Hakuna kitu unaniambia mimi. Tutaribia maombi nyinyi. Hamtatuambia maombi, tutawakataza na tutawakashifu. Hamtatuweza hapa. Hamtatuweza. Kwa nini nani nyinyi? Tumewavumilia sana wewe na daktari wako hapa kwa muda nyinyi. Na kile nyinyi nani nyinyi? Msijaribu nyinyi. Msituone wapole mkatufikisi ni wapumbavu. Sisi wajinga nyinyi. Pastor, naomba utulie tu, sababu sisi hata hatujakuja na ubaya. Tuliaje na hiyo puzi yenu mmetuletea hapa? Tumekuja tu hapa kuongea, sababu unajua vitu ambaye inatendeka hapa. Huyu mtoto kwanza nikiangalia ni mtoto ambaye ako miaka 17 na saa hii watoto wanafaa kuwa wako shule, mbona aendi shule? Shule ambayo tunapatia huyu mtoto ni shule ya juu. We are taking this child to a spiritual school. Tunamsaidia zaidi kuliko mambo ya dunia. Yes. Kwani mama ya mtoto anajua kitu ya maana zaidi kwa mtoto wake. Anajua kitu mzuri kwa mtoto wake. And she knows what is right for her daughter. Yes. She knows what is right for her daughter. Ni ya ukweli. Wewe mtu nilikuwa ninaamini. Nikakupatia kila kitu. Mori, kuna kitu ambaye nimeona kwa hii nyumba na mimi ningependa watu watulie, sababu kuna kitu ambaye mita imeshika, kuna kitu ambaye inaendelea kwa hii nyumba. Kuna kitu ambaye iko hapa ndani na mimi nataka tu watulie ili wavae manguo ili tuongee. Unajua wakiwa katika hii hali na huyu ni mchungaji, hata kama amejificha kwa neno, mimi nataka tu watulie, sababu kuna kitu ambaye nataka niwaonyeshe, na leo nimewaambia mimi nimekuja hapa kirasmi na vitu yao yote, sababu wanataka kujua mimi ni nani. Nimeweza kushika mita vitu kadhaa hapa ndani, na ningeomba tu wacha tuwapee nafasi wavae manguo, sababu najua kuongea nao wakiwa hii hali na watu wa kanisa wanatazama, na hata mtoto pia ambaye aka hapa hivi, najua huyu ni mtoto mdogo sana, miaka 17. Kuna vitu ambaye ifai tuongea akiwa hapa. Huyu mtoto hayuko sawa na mimi nitashughulikia yeye. Nataka tu tuwapee nafasi wavae manguo ili tuweze kuongea. Kuna vitu mingi ambaye ika hapa ndani, na ndio maana nilikuambia tukuje hapa leo. Wacha niwapee nafasi tu wavae manguo, mtoto pia avae manguo, sababu unajua vitu kama hii kuonekana kwa mtandao si mzuri. Tafadhali daktari, mimi ningeomba nikukatize katikati kidogo. Tafadhali. Hii nyumba iko katika utakaso. Kabisa. Hii nyumba iko katika baraka. Hii nyumba iko katika safari ya usafi. Tafadhali. Mimi naomba swali moja tu. Not even swali. Mimi naomba request moja tafadhali. Mimi naomba mjiondoe. Just excuse us. Yes. Excuse us. Mmetupata katikati ya shughuli. Nyinyi ndio mtaondoka, lakini hiyo haiwezekani. Nini nyumba yangu Sama hata ninashangaa venye umenigeuka. Toke muende. Kumbe wewe ni kinyonga. Hata nashinda vile umenigeuka tu. Mara moja tunaanza kuniambia niondoke. Unaweza fanya hivi sister yako jamani? Hapana, huyu ametuingilia katika hii maombi na sisi tumezoea kufanya utakaso kila wakati. Mbona usielewe sister yako? Mbona? Ni sister yako, mbona usimuelewe? Siwezi nikamwelewa juu huyu ni mtapeli wakiwa na huyu mtu wake. Wote ni watapeli hawa. Wanatuibia. Mbaya watu nafasi wabadilishe manguo. Wacha tuwapee tu nafasi kidogo wabadilishe, sababu kuna vitu mingi ambaye ika hapa ndani na mimi nataka niweze kufunua mambo yote, sababu unajua vile nimewaelezea wakionekana namna hii, mimi unajua na hii umri yangu mimi na huyu mtoto pia vile aka hapa, ningeomba tu niwapee nafasi kidogo wavae manguo ili mambo mengi tuongee wakiwa wako sawa. Sawa sawa daktari. Kwa hivyo sisi tunaweza kaa hapo. Ngoja tu hapo nje. Wacha tuwasubiri hapa tafadhali, mvae nguo ili tuweze kuongea tafadhali. Kutoka hapo. Tokeni nje. Mjue tu. So tunaweza keti hapa. Director, funga hiyo mlango, wavae. Funga hiyo mlango. Funga hiyo mlango. Hii ni maneno gani sasa hii? Mtoto na mama.
Wamelala kitanda moja. Ndio maana niliamua kukuleta huku Morin ili uone hii mambo ambayo iko kwa hii nyumba yako. Hii ni maneno gani sasa? Kumbe pasta amekuwa tu ukifanya tu vitu zingine. Kaka analala na dada yangu na mtoto wake kwa kitanda kimoja. Mimi unajua hata hii ndio kitu imenishtua sana daktari. Director katacha tuwasubiri. Ambaye nataka nitaonyesha tu, wacha wamalize kwanza. Sababu unajua mita yangu imeshika vitu mingi na ndio maana niliamua niwaite hapa leo. Sawa.